Karibu uungane nami katika tafakari ya Dominika ya 16 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yanayotuongoza katika tafakari yetu ya leo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Hekima sura ya 12 aya ya 13, ya 16 na 19. Somo la pili linatoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 26 hadi 27. Na Injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya 24 hadi 43. Wapendwa ndugu zangu, je, umewahi kujiuliza kwa nini Mungu anaendelea kuruhusu waovu kuishi? Kwa nini watu wanaodanganya, wanaoonea watu au wanaowatendea maovu watu wengine, wakati mwingine wanaonekana kufanikiwa, huku watu wema wakipata mateso na changamoto nyingi? Kama Mungu kweli ni mwenye nguvu, kwa nini haondoi uovu mara moja? Haya si maswali mapya. Hata watu wa nyakati za Bwana wetu Yesu Kristo, maswali haya yalikuwepo na walikuwa wakijiuliza sana. Ndio maana katika Injili ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anatoa mfano wa ngano na magugu. Mkulima alipanda mbegu nzuri shambani mwake, lakini usiku adui akaja akapanda magugu katikati ya ngano. Watumishi walipoona hali hiyo, walimwendea bwana wao na wakamwambia, "Je, twende tukayang'oe yale magugu?" Kwa mtazamo wa kibinadamu, hilo lilionekana kuwa suluhisho bora, lakini jibu la bwana wao lilikuwa la kushangaza. Aliwaambia, "La, yaacheni yakue pamoja mpaka wakati wa mavuno." Kwa nini aliwaambia hivi? Kwa sababu kuyang'oa magugu mapema kungeweza kung'oa pia na ngano. Yesu anataka kutufundisha jambo muhimu sana kuhusu moyo wa Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwenye uvumilivu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Hekima linaeleza kwamba Mungu ni mpole katika hukumu zake na hutawala kwa huruma nyingi. Nguvu ya Mungu haionekani kwa kuwaadhibu watu haraka, bali kwa kuwapa nafasi ya kutubu. Huo ndio utofauti mkubwa kati ya Mungu na wanadamu. Sisi mara nyingi tunataka kuhukumu kwa haraka. Tunataka waovu waadhibiwe mara moja. Tunataka haki itendeke papo hapo. Lakini Mwenyezi Mungu anaona mbali zaidi kuliko sisi. Anaona si tu mtu alivyo leo, bali pia anaona kile ambacho mtu huyo anaweza kuwa nacho kesho. Fikiria Mtume Petro. Alimkana Yesu mara 3. Kama Mungu angehukumu mara moja, tungepoteza kiongozi mkuu wa kanisa. Fikiria Mtume Paulo. Alikuwa mtesi wa Wakristo, lakini Mungu alimpa nafasi ya kutubu na akawa mmoja wa wamisionari wakubwa zaidi katika historia. Fikiria Mtakatifu Agustino. Kwa miaka mingi aliishi mbali na Mungu, lakini uvumilivu wa Mungu ulimgeuza kuwa mtakatifu na mwalimu mkubwa wa kanisa. Hiyo ndiyo sababu ya Yesu anasema, "Yaacheni magugu na ngano vikue pamoja mpaka mavuno." Ndugu zangu, mara nyingi sisi tunaona magugu yaliyoko kwa wengine, lakini hatuyaoni yaliyo ndani yetu. Ndani ya kila mmoja wetu kuna ngano, ambao ni imani, upendo, ukarimu na huruma. Lakini pia ndani mwetu kuna magugu, ambaye ni kiburi, hasira, wivu, tamaa, ubinafsi na chuki. Habari njema ni kwamba Mungu hakati tamaa kwa sababu ya magugu hayo ambayo yapo ndani mwetu. Anaendelea kufanya kazi ndani yetu kwa neema yake ili ngano ikue na kuzaa matunda. Injili hii pia inatufundisha tusiwe wepesi wa kuwahukumu wengine. Ni rahisi sana kumwona mtu ameanguka na kusema, "Huyu hawezi kubadilika." Ni rahisi
kumfunga mtu kwenye makosa yake ya zamani, lakini Mungu hamtazami mtu kwa makosa yake pekee. Mungu huona uwezo wake wa kuwa mtakatifu. Ndio maana sisi pia tunapaswa kuwa na uvumilivu kwa familia zetu, kwa watoto wetu, kwa wenzi wetu, kwa marafiki zetu na hata kwa sisi wenyewe. Hata hivyo, uvumilivu wa Mwenyezi Mungu haumaanishi kwamba uovu hautahukumiwa. Yesu anasema kutakuwa na mavuno, kutakuwa na siku ya hukumu, haki ya Mungu itatimia. Lakini hukumu hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu na sio kazi yetu. Jukumu letu ni kuendelea kuwa ngano nzuri, kuendelea kuwa katika utakatifu, upendo na uaminifu. Somo la pili linatupa faraja kubwa sana. Mtume Paulo anasema kwamba hata tunaposhindwa kuomba jinsi inavyopaswa, Roho Mtakatifu mwenyewe hutuombea. Ni faraja iliyoje! Tunapochoka, tunapokata tamaa, tunaposhindwa na majaribu, tunapoona uovu unaongezeka zaidi duniani, Roho Mtakatifu anaendelea kutuombea na kututia nguvu. Ndugu zangu, uvumilivu wa Mwenyezi Mungu si ruhusa kwetu sisi ya kuendelea kutenda dhambi, bali ni mwaliko wa kutubu leo. Kila siku mpya ni nafasi nyingine ya kufanya mabadiliko. Kila kitubio ni mwanzo mpya. Kila tunapopokea Ekaristi Takatifu ni uthibitisho kwamba Kristo hajawahi kukata tamaa juu yetu. Leo tunamshukuru Mungu kwa uvumilivu wake mkubwa kwetu sisi, na tumuombe atupe moyo wenye uvumilivu kwa wengine. Tusiwahukumu haraka, tusiwakatie tamaa, tusiwaandikie mwisho kabla Mungu hajamaliza kazi yake ndani yao, kwa sababu Mungu anayesubiri ngano ikomae ndiye Mungu anayetusubiri sisi sote tuwe watakatifu jinsi alivyotuumba mwanzo. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.